Msikilizaji, karibu katika kituo hichi, na ni kituo nambari 1 ambacho kinaweza kuhakikisha kwamba unapata kufahamika, lakini pia tunakupatia uchambuzi wa kina na pia kuweza kuyajadili masuala ya kisiasa ili kuweza kupata kuelewa vema masuala ambayo yanaweza kutendeka. Msikilizaji, sasa karibu niweze kukupasha ambayo yameweza kutendeka na tuweze kuyachambua kwa kina ili tuweze kupata kuelewa zaidi kwamba yaliyotokea yanamaanisha nini na ni kipi tunaweza kukitarajia. Sasa kuna jinsi nimeweza kuangalia na nimeweza kutathmini jinsi masuala fulani yanaendelea kufanyika. Sasa msikilizaji, kuna ushawishi ama kuna kitu kinachoweza kuendelea kati ya Samia Suluhu Hassan, Bwana Emmanuel Nchimbi ambaye ni makamu wa rais nchini Tanzania, na Bwana Jakaya Kikwete ambaye ni rais mstaafu wa nchi ya Tanzania, na Bwana anaitwa nani, Bwana Mwigulu Nchemba ambaye ni waziri mkuu wa nchi ya Tanzania. Msikilizaji, nimekutajia watu 4: rais wa nchi ya Tanzania Samia Suluhu Hassan, makamu wa rais wa nchi ya Tanzania Bwana Emmanuel Nchimbi, Jakaya Kikwete ambaye ni rais mstaafu wa nchi ya Tanzania, lakini pia Mwigulu Nchemba ambaye ni waziri mkuu wa nchi ya Tanzania. Msikilizaji, hawa wote ni viongozi na wanashirikiana tuseme katika kuyatekeleza majukumu mbalimbali, lakini kuna kitu ambacho hakiko vyema. Ni kwa nini niseme hivyo msikilizaji? Samia Suluhu ni rais wa nchi ya Tanzania. Ilivyo sasa ni rais wa nchi ya Tanzania. Kikwete ni rais mstaafu. Sasa Rais Kikwete anaonekana kutekeleza majukumu ya serikali ambayo ipo mamlakani sasa hivi, jambo ambalo msikilizaji linafanya tufikirie tofauti ama tufikirie zaidi kile ambacho kitakuwa kinaendelea kutendeka. Kwa sababu gani tuseme hivyo msikilizaji? Jakaya Kikwete juzi tu ameenda kuzindua jengo la uhamiaji Pemba. Msikilizaji, ni tangu lini rais mstaafu aende kuzindua miradi ya serikali? Ni tangu lini? Like, imeanza lini? Kipindi ambapo rais yupo, naibu wa rais yupo. Ni kwa nini rais mstaafu akwenda kuzindua miradi ya serikali ambayo serikali iliyopo mamlakani imeifanya? Msikilizaji, hiki kinafaa kutuonyesha kwamba kuna jambo ambalo haliko poa ama haliko salama. Inaweza ikawa chama cha CCM ambacho kwamba Jakaya Kikwete ana nafasi kubwa katika watu ama ushawishi mkubwa katika chama cha CCM, kina uwezo mkubwa katika uongozi wa nchi ya Tanzania, na kwa hivyo uongozi wa nchi ya Tanzania unaendeshwa kutokana na chama cha CCM. Chama hicho ambacho kimesimamiwa na watu kama Kikwete.
Msikilizaji, hivyo ni kusema kwamba Samia anachukua ama anaelekezwa cha kuweza kufanya kutoka kwa chama. Ndio inasababisha kwamba rais mstaafu anakwenda kuzindua miradi ya chama kipindi ambapo rais yupo ambaye ameweza kuhakikisha kwamba maendeleo hayo yamefanywa. Na kwa hivyo ingekuwa bora ikiwa rais angeenda kuzindua miradi hiyo mwenyewe, lakini ingekuwa kama basi rais angeweza kufika ama hangeweza kupatikana, naibu wa rais yupo, angeweza kuzindua miradi ile na angeweza kuonekana akiweza kupigania sera za serikali. Tofauti ambayo tunaishuhudia ni hii, msikilizaji. Naibu ama makamu wa rais wa nchi ya Tanzania Bwana Emmanuel Nchimbi anaonekana kujishughulisha na mambo tofauti kabisa ambayo hayahusu siasa, yaani hayahusu maendeleo ya nchi ya Tanzania ama hana haja na kuonyesha kile ambacho serikali imekifanya, kwa sababu Bwana Nchimbi ameonekana akiwa Zanzibar akiweza tu kufanya ziara kwa marais wastaafu wa Zanzibar, kupatana nao pale, kuongea, huku rais mstaafu akizindua miradi ambayo serikali yake na Samia imeweza kuifanya. Kuna njia mbili tunaweza kuliangalia swala hili, msikilizaji. Huenda serikali ama wakubwa wake katika serikali ama chama cha CCM hawamtaki kujihusisha na masuala hayo, na sasa anatafuta ziara zake tu ili kuweza kuonekana kwamba yupo kazi na anafanya majukumu ya naibu wa rais. Lakini majukumu hayo yanapaswa kutekelezwa na rais wa nchi ama naibu wa rais wa nchi. Jambo lingine, msikilizaji, tumemwona waziri mkuu Mwigulu Nchemba akiwa katika mstari wa mbele kuzungumzia hatua ambazo serikali inachukua, miradi ambayo serikali inaizindua na kile ambacho serikali inapanga kufanya. Kwani ni kusema naibu wa rais hajui? Mbona kama katika mikutano yake basi hawezi kuja kuzungumza aseme kuna hiki na hiki serikali imepanga kukifanya, ama kuna kile na kile kimeweza kufanyika tayari na kwa hivyo serikali ipo kazini? Mbona kuna tofauti hiyo? Na zaidi, mbona kuna Kikwete serikalini kipindi Kikwete alishastaafu? Mbona kwamba Kikwete ndo anakwenda kuzindua miradi kipindi ambacho naibu wa rais yupo, hawaonekani kufanya shughuli hiyo, lakini Kikwete aliyestaafu anaonekana kufanya shughuli zile ambazo serikali ama viongozi wakuu katika serikali wanapaswa kuzitekeleza. Msikilizaji, lipo jambo zaidi la kuweza kulifikiria hapo, na kuna utata katika uongozi mkuu wa serikali nchini Tanzania. Kikwete amekuwepo Pemba, amezindua lile jengo tu la uhamiaji, lianze kufanya kazi. Hilo ni jukumu la rais au naibu wa rais ikiwa rais hayupo? Msikilizaji, na kualika kwenye comment section, achia maoni yako, zidi kutufuatilia
zidi kupiga subscription, kwa sababu sie tupo hapa kuhakikisha kwamba tunachanganua masuala ya kisiasa zaidi, tupate kuelewa kiundani kwamba ni kipi kinaweza kutokea na serikali inapata kuendeshwa vipi. Zidi kupiga subscription, zidi kutufuatilia ili tuzidi kufahamishana zaidi.